Pendwa mfuatiliaji wa Radio Maria Tanzania, kipindi chetu cha Mbiu ya Heri kinachokujia kutoka Seminari Kuu ya Familia Takatifu Mwendakulima iliyopo katika Jimbo Katoliki la Kahama. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Frateli Lameck Simon, mwanafunzi wa teolojia katika Seminari Kuu hii ya Familia Takatifu Mwendakulima. Kabla ya kuanza kipindi chetu, karibu tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa mfuatiliaji, karibu katika kipindi hiki tuendelee kutafakari pamoja juu ya mada yetu inayosema maana ya mateso katika maandiko matakatifu. Kwa namna ya pekee, maana ya mateso katika maandiko matakatifu tutaangalia katika maagano yote mawili. Tuangalie kwanza nini maana ya mateso, na mateso kwa nini yapo. Ndugu mfuatiliaji, mateso ni sehemu ya safari ya mwanadamu katika maandiko matakatifu. Na Biblia inatuonyesha kuwa mateso hayakuletwa ili kumwangamiza mwanadamu, bali mara nyingi hutumika kama njia ya kukomaa kiimani, kugundua uwepo wa Mungu na kukumbuka kuwa tumaini la Mkristo halipo duniani bali kwa Mungu. Katika Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu hujifunua kama yule anayekaa karibu na wanaoteseka na anayewatia nguvu katika magumu yao. Rejea Zaburi ya 34 mstari wa 18. Ujumbe wa Biblia unafundisha kuwa mateso yanaweza kuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa kumjenga Mkristo, kumrekebisha na kumshirikisha katika fumbo la wokovu. Yesu mwenyewe alitangaza kwamba ulimwenguni kutakuwa na dhiki. Rejea Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 33. Hivyo Mkristo hahitaji kushangazwa anapopitia mitihani katika maisha yake. Badala yake, anatakiwa kuyaangalia mateso kama nafasi ya kuonyesha imani, uvumilivu na mapenzi ya Mungu yanavyotenda kazi hata katika magumu hayo. Mpenzi mfuatiliaji wa kipindi hiki, basi tuanze kuangalia maana ya mateso katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale, mateso hutazamwa kwa sura mbalimbali. Mara nyingine yalionekana kama jaribio la imani, na mfano harisi ukiwa ni Ayubu ambaye alipitia mateso makubwa bila kujua sababu zake, lakini akabaki mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya 20 hadi ya 22. Kisa cha Ayubu kinafundisha kwamba si kila mateso yanayotokea katika maisha ya mtu ni adhabu, bali wakati mwingine ni njia ya kufunua uaminifu wa mtu na nguvu ya Mungu inayodhihirika katika udhaifu wa mwanadamu. Manabii kama Yeremia pia waliteseka kwa sababu ya kuitwa kwao. Walikataa kutetereka katika kutangaza ukweli wa Mungu hata walipokea mateso kutoka kwa watu. Rejea
kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 aya 7 hadi ya 9. Na vile vile katika historia wa Israeli, mateso pia yalionekana kama matokeo ya kutotii au nafasi ya Mungu kuwarejesha watu wake kwenye agano. Na kwa namna pekee, wakati wa Misri, Waisraeli walinyanyaswa sana, lakini mateso yale yakawa njia ya Mungu kujifunua kwa nguvu kupitia ukombozi wa Musa. Mateso ya wanabii, njaa, vita na mateso binafsi ya watakatifu muhimu yalikuwa sehemu ya fumbo la Mungu ambalo lilionyesha kuwa kila maumivu yanaweza kutumika na Mungu kwa madhumuni makuu zaidi ya mwanadamu anavyoweza kuona. Hii pia inajionyesha katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 48 aya ya 10. Mpendwa mfuatiliaji wa Radio Maria Tanzania, baada ya kuona maana ya mateso katika Agano la Kale, tuone pia katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya linaeleza wazi kuwa mateso ni sehemu muhimu kabisa ya maisha ya Mkristo. Namna pekee Yesu aliwaandaa wafuasi wake kwa kusema, mtu akitaka kunifuata na ajikane, ajitwike msalaba wake anifuate. Injili ya Marko sura ya 8 aya 34. Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki, hapa msalaba unaashiria mateso, kujinyima na kujitoa kwa ajili ya wokovu na huduma. Na kwa namna pekee wafuasi walifahamu kuwa kumfuata Kristo kulimaanisha kuingia kwa njia ambayo si rahisi, bali ina thamani ya milele. Kanisa kwanza lilipitia mateso makubwa kutoka kwa Warumi na Wayahudi, lakini licha ya mateso hayo, kanisa liliimarishwa na imani iliimarishwa na kufanya injili iweze kusambaa kwa kasi zaidi. Hii inajidhihirisha katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 41. Vile vile kwa namna ya pekee Mtume Paulo katika barua zake, mateso yanatajwa kama sehemu ya kujenga tabia ya Kikristo. Paulo alifundisha kuwa mateso hutufundisha uvumilivu na uvumilivu hutuletea udhabiti na udhabiti hutupa tumaini. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 3 hadi ya 4. Hivyo mateso yana lengo la kutengeneza ndani ya Mkristo tabia inayompendeza Mungu. Zaidi sana, Paulo anaeleza kuwa tunaposhiriki mateso ya Kristo, tunashiriki pia utukufu wake. Hii inajidhihirisha katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 17. Hivyo kwa namna ya pekee kabisa, Agano Jipya linatupatia mtazamo kwamba mateso si hasara, bali ni sehemu ya ukuaji, ushuhuda wa imani na njia ya kufanana zaidi na Kristo ambaye aliteseka kabisa kwa ajili ya wote. Kwa namna pekee, mateso ya Yesu Kristo ndiyo mfano halisi wa hayo mateso ambayo tunazungumzia katika maisha ya Kikristo. Yesu Kristo ndiye mfano mkuu wa mateso
yenye maana ya kiroho. Mateso yake hayakuwa ya bahati mbaya, bali sehemu ya mpango wa Mungu wa ukombozi. Kwa hiari yake Yesu alikubali kutukanwa, kudharauliwa na hatimaye kusulubiwa ili wanadamu wapate uzima. Na katika mateso yake tunaona jinsi ambavyo upendo wa Mungu unavyofika kilele chake kwa kuvumilia maumivu kwa ajili ya wengine. Ni upendo wa hali ya juu sana. Yesu alikubali mateso yake. Kwa nini? Alikubali mateso hayo kama kikombe alichopaswa kunywa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Narejea katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 39. Mateso ya Yesu kwa namna pekee pia yanatufundisha umuhimu wa utii na kujitoa. Hata alipokuwa akiteswa, hakurudisha maovu, bali alikubali yote, akijua kwamba kupitia kifo chake ulimwengu mzima ungepata wokovu na maridhiano na Mwenyezi Mungu. Rejea barua ya kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya 23 hadi ya 24. Kwa hiyo msalaba wa Yesu unakuwa ni mfano wa jinsi muamini anavyopaswa kuvumilia magumu kwa matumaini na imani. Msalaba hauishi katika huzuni, bali unaongoza kwenye ufufuko, ukionyesha kuwa mateso kwa Mungu hayashindi, bali yanazaa utukufu wa milele. Hivyo Yesu Kristo ndiyo mfano mkuu wenye maana halisi ya mateso yanayojikita katika maisha ya kiroho zaidi. Basi tukibaki katika mtoko huo, basi tuone pia mateso katika maisha ya muamini. Wakati wa kwanza wa kanisa, waamini walipitia dhiki nyingi sana, kama vifungo, kuuawa na kunyanyaswa kwa sababu ya imani yao. Hii inajidhihirisha zaidi katika barua ya kwanza Mtume Petro sura ya 4 aya 12 hadi ya 16. Hata hivyo walivumilia kwa sababu walijua kwamba mateso yao hayakuwa bure. Hivyo mateso ya muamini leo yanaweza kuwa ya aina tofauti tofauti tukilinganisha na ilivyokuwa katika kanisa la mwanzo, kama vile ubaguzi, ugumu wa maisha, huzuni, magonjwa. Lakini kwa namna ya pekee ujumbe wa maandiko matakatifu kuhusu mateso hayo unabaki ni ule ule, kwamba Mungu yupo pamoja na wanaoteseka na hutenda kazi katika mazingira hayo. Hiyo ndio ujumbe wa maandiko matakatifu katika mateso ambayo muamini anakutana nayo. Hivyo mateso yanakuwa na nafasi ya kuonyesha imani na uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Paulo kwa namna pekee anaeleza kuwa tunapoteseka pamoja na Kristo, basi tutashiriki pia utukufu wake. Hii inajidhihirisha anapomwandikia Timotheo katika barua ile ya pili sura ya 2 aya ya 12. Mateso
yanamfanya mwamini kuwa thabiti zaidi, mwenye uvumilivu na anayemtegemea Mungu kikamilifu zaidi. Kila jaribu linamfundisha mwamini umuhimu wa sala, matumaini na nguvu ya mwili wa Kristo, yaani ushirika wa waumini. Hivyo basi, mateso yanakuwa chombo cha kukomaza imani na kukuza tabia inayofanana na ya Kristo. Basi mpendwa mfuatiliaji wa Radio Maria, baada ya kuona maana ya mateso katika maandiko matakatifu kwa namna pekee katika Agano la Kale na Agano Jipya, ambapo kwa namna pekee katika Agano la Kale tunamwona Ayubu kama kielelezo cha maisha ya mateso ambayo muumini na Mkristo anaweza kuyapitia katika maisha yake. Na kwa namna ambayo inatosheleza kabisa katika Agano Jipya tunamwona Yesu Kristo ambaye anakuwa ni mfano halisi na mfano mkuu wa mateso yenye maana ya kiroho. Basi tuone mateso haya katika maisha ya Kristo yana maana zipi, au ni kwa nini na yanakuwa na maana gani katika maisha ya Kristo kwa ujumla. Kwa nafasi ya kwanza kabisa, mateso ni njia ya kusafishwa kiroho. Kwa nini tunasema kuwa mateso ni njia ya kusafishwa kiroho? Daima mateso yanamsafisha mtu kama dhahabu ipitayo motoni. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu huruhusu mateso ili kutengeneza tabia, kuondoa kiburi na kumjenga mtu kuwa mnyenyekevu na mwenye imani ya kina. Na hii inajidhihirisha katika mambo mbalimbali ambayo tunayapitia na yanajitokeza katika safari ya maisha yetu ya Kikristo hapa duniani, katika familia zetu, katika kazi zetu na katika majukumu yote na mambo ambayo yanatuhusu katika shughuli zetu za kila siku. Maana nyingine ya kiimani ya mateso, ndugu mfuatiliaji, ni ushiriki wa fumbo la Kristo. Ni kupitia mateso hayo waamini tunashiriki fumbo la Kristo. Kwa namna pekee tunapovumilia mateso kwa imani, tunashiriki mateso ya Kristo. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 10. Hii inamaanisha tunakuwa karibu naye kwa namna ya pekee kabisa. Mafumbo ya Kristo yana msingi wake katika mateso yake, kifo na ufufuko wake. Hivyo kwa namna pekee tunaposhiriki mateso ambayo tunayapitia, tunashiriki pia katika fumbo hilo la Kristo. Kwa namna pekee pia, maana nyingine ya kiimani ya mateso inakuwa ni ushuhuda kwa wengine, kwamba tunapopitia mateso kama Wakristo, basi tunakuwa ushuhuda kwa jirani zetu na watu wote ambao tunakutana nao katika maisha yetu. Ndugu mfuatiliaji wa kipindi hiki, mateso yanapovumiliwa kwa imani yanakuwa ushuhuda wenye nguvu unaoweza kubadilisha watu wengine. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 25 hadi ya 34. Kwa hiyo kupitia mateso na mahangaiko ambayo tunayapitia kwa imani, basi watu wengine wanajifunza na tunakuwa ushuhuda kwao kwamba mateso yapo na tunaweza kuyashinda, na mwisho wa siku tunakuwa katika njia nzuri zaidi. Kwa hiyo tunakuwa ushuhuda kwa wengine. Kwa namna pekee pia, njia au maana ya kiimani ya mateso inakuwa ni njia ya kukomaa kiroho. Kwa nini mateso yanatufanya tukomae kiroho?
kujifunza kusimama katika imani hata anapokosa majibu ya yale mahangaiko na mateso ambayo anayapitia katika maisha yake. Kwa hiyo kupitia mateso mtu anajifunza kusimama imara katika imani hata anapokumbana na makubwa na majaribu ambayo yanakuwa na kikwazo kwake. Hali hii inamjenga mtu katika kuvumilia, kuwa na matumaini na kutambua mpango wa Mungu katika maisha yake. Mtu anafikia hatua ya kuelewa nini anapaswa kufanya, ni nini Mungu anapita katika maisha yake, na nini anapaswa kushiriki katika mipango ya Mwenyezi Mungu. Na hii pia tunaiona katika barua ya Yakobo sura ya 1 aya 2 hadi ya 4. Vile vile mateso haya tunayapata tukiwa duniani. Hivyo maana nyingine ya kiimani ya mateso ni kutukumbusha kuwa dunia sio makao ya mwisho. Maadamu mateso haya na mahangaiko haya yanatukuta katika dunia hii, ni vizuri kukumbuka kwamba dunia ni mahali ambapo tunapita na sio makao yetu ya mwisho. Hivyo mateso yanamkumbusha mtu kuwa mpango wa Mwenyezi Mungu ni sisi mwisho wa siku kwenda kuishi naye katika umilele, yani kurithi ufalme wa mbingu. Hivyo mateso yanamkumbusha mtu kuwa mbingu ndiyo makao ya milele na si dunia hii. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 4 aya 16 hadi ya 18. Hivyo basi mateso yanageuka kuwa mwalimu wa tumaini la milele na msukumo wa kuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu tunapopitia mateso yanazidi kutualika kwamba hapa duniani sio mahali petu, ni mahali pa kupita, na maisha yetu ya milele yako huko mbinguni. Na huko mbinguni ni mahali ambapo wanaingia walio watakatifu. Hivyo basi katika mahangaiko hayo na mateso hayo yanatusukuma basi kuendelea kuitikia utakatifu na kuishi maisha ya utakatifu. Baada ya kuona maana hiyo ya imani ya kiimani juu ya mateso, basi tuone kwa namna ya pekee mtazamo wa Waisraeli, mitume na kanisa la kwanza juu ya mateso. Kwa namna pekee katika historia ya Waisraeli, mateso yalieleweka kama sehemu ya safari ya kiimani ya taifa lililochaguliwa na Mungu. Walipopitia mateso Misri, katika safari yao jangwani, na wakati wa utumwa ule wa Babeli, walijua kuwa Mungu hakuwa amewaacha, bali alikuwa akiwafundisha na kuwatengeneza kama taifa takatifu. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 5. Hivyo mateso yalihusishwa na kufundishwa, kujengwa na kuongozwa katika njia ya kweli. Ni katika mwondoko huo mitume nao waliona mateso kuwa sehemu ya kushiriki utume wa Kristo. Na wote walioteswa kwa sababu ya Injili walioihubiri hawakuliona hilo kuwa hasara, bali kama heshima ya kushiriki mateso ya Bwana wao. Na hii tunaiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 40 hadi 42. Vile vile kanisa la kwanza lilijengwa juu ya msingi ya watu waliokuwa tayari hata kufa kwa ajili ya imani.
jambo lililoleta ushuhuda wenye nguvu wa kuvutia wengi kumfuata Kristo. Na kama ambavyo tumeona maana ya kiimani ya mateso mojawapo ni kuwa ushuhuda kwa wengine. Njia nyingine inakuwa ni ushuhuda kwa wengine na kushiriki fumbo la Kristo. Hivyo historia hii inaonyesha kuwa mateso si kikwazo katika kazi ya Mungu, bali inakuwa ni chombo chake cha kusambaza neema, uthabiti na ushuhuda wa kiinjili. Mpendwa mfuatiliaji wa Radio Maria wa kipindi chetu cha Mbiu ya Heri, ambapo leo kwa namna ya pekee tumeona maana ya mateso katika maandiko matakatifu. Kwa ujumla, mateso katika maandiko matakatifu yanaonekana kama sehemu ya umuhimu katika safari ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu hayapo ili kumwangamiza mtu, bali kumjenga, kumkaribisha zaidi na Mwenyezi Mungu na kumfundisha kutumaini sio nguvu zake bali ni uwezo wa Mungu. Na kwa namna pekee kutoka kwa mitume, manabii, watakatifu hadi Wakristo wa leo wanaitwa kuvumilia, kwa sababu katika mateso ndipo neema ya Mungu inadhihirika kwa nguvu zaidi. Na mwisho wa yote, mateso ya Mkristo yanazaa matunda ya utakatifu, uvumilivu na matumaini ya uzima wa milele, tukitambua kuwa duniani si makao ya mwisho. Hivyo mateso yanamkumbusha kila mmoja wetu kuwa mbingu ndio makao yetu ya milele na si dunia hii. Hivyo mateso yanageuka kuwa mwalimu na tumaini la milele la msukumo wa kuishi maisha ya utakatifu. Basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu hiki kwa siku ya leo, ambapo kwa namna pekee tumeona maana ya imani ya mateso, maana ya mateso katika maandiko matakatifu. Basi tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Basi tufunge kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.